Kaliua mkoani Tabora. Kampeni ya uelewa kwa jamii kuhusu ujenzi wa reli ya kiwango cha SGR kutoka mkoani hapa hadi Kigoma. Bila mipaka ya umri, wake kwa waume wako hapa kwa elimu itakayowaandaa dhidi ya mabadiliko yanayotarajiwa kubisha hodi. Miongoni mwa mengi, athari za kijamii zinazoweza kutokea hazijaachwa kando. Watu wengi watakuja kutoka sehemu tofauti tofauti. Waajiriwa wengi wataajiriwa kutoka nchi tofauti tofauti. Tuna mkandarasi wetu ambaye amekuja sehemu hii, ni mgeni ambaye ndo anatengeneza reli yetu ya SGR. Kwa hiyo watapata ugeni ambao ni mkubwa, na tunajua nchi za wenzetu kuna mambo mbalimbali ambao wanapitia, tamaduni ambao ni mpya. Itakuja tamaduni ambao ni mpya kwao. Kwa hiyo inawapasa wenyewe waweze kujikinga na hivyo vitu. Umuhimu wa afya njema, usawa wa kijinsia na utamaduni ni dhahiri kuwa haukwepeki katika ustawi wa karibu kila jamii. Wenye mamlaka pia wanajua kuwa kidole kimoja kamwe hakitavunja chawa. Tumejiandaa sana kwanza kutoa elimu kwa watu wetu. Patakuwa na cultures mbalimbali. Tuhakikishe hatuingizi wala tubadilishi tamaduni zetu. Patakuja na watu ambao wao wanaamini kupika lazima upike na kuni. Sisi tutakuja kuwaelimisha kwamba tayari sisi tuko sambamba na mwelekeo wa Mheshimiwa Rais wa matumizi bora ya nishati mbadala, na hivyo lazima waje waingie kwenye mifumo. Kwa hiyo kwa ujumla wake, zaidi ya kuwa tunausubiri mradi huu kwa hamu kubwa, lakini jambo kubwa tunajiandaa na ugeni mkubwa kulingana na project ilivyo kubwa kwa kadri watu watakavyokuja. Likilenga vijiji vilivyopitiwa na mradi katika wilaya 4 za mkoani Tabora, zoezi hili pamoja na elimu ya masuala ya kijamii, lakini pia vile elimu kuhusu athari za mazingira zinazoweza kutokea wakati wa utekelezaji wa mradi ni moja kati ya yale ambayo yanazingatiwa. Tutatengeneza maeneo ya kuchimba kama vifusi ambazo tunaziita kitaalamu ni borrow pits. Kuna sehemu ambayo tunaweka dump site. Tutatoa hayo maeneo, yatakuwa ni mahususi kwa shughuli za ujenzi wa SGR. Kwa hiyo katika utoaji wa elimu tunahakikisha kwamba wananchi waweze kuepuka hayo maeneo. Tunataka wananchi waelewe namna tutakavyoshirikiana katika udhibiti mpana wa masuala ya mazingira ili kuhakikisha kwamba athari zitokanazo na mradi hazitokezi kipindi chote cha utekelezaji. Lakini swali ni je, kwa nini hasa zoezi hili linafanyika katika kipindi hiki cha hatua za mwanzo kabisa za utekelezaji wa mradi? Hatutaki shirika la reli kwamba tutejenge mradi alafu baadaye ukishakamilika uanze kuleta malalamiko au ulete changamoto kwa jamii. Kwa hiyo tunataka wananchi wanufaike, washiriki katika mradi, watoe maoni, waweze kuhusika pia kama tunavyotambulisha kwamba kuna ajira, kuna fursa za biashara. Kwa hiyo uweze kujumuika katika ujenzi wa mradi, waweze kustawi na waweze kunufaika kwa kuwa huu mradi ni wa kwao. Imani ni kuwa kundi hili ni mabalozi watakaoubeba ujumbe huu na kuufikisha kwa kundi kubwa zaidi la walengwa. Tutaenda kuwaeleza, yani huko tulikuwa na mkutano, tumeambiwa hivi, yani wakija wale wakandarasi, yani ujilinde wewe mwenyewe. Sisi kama wananchi wa kijiji cha Maranga tutashiriki vizuri na tutakuwa waangalifu katika hali ya kulinda mazingira ya eneo husika. Kuna vijana wengi, wengine ni majizi, labda naweza akajifunza akajiunga na watu wa mioyo mibaya. Sasa hapo elimu na sisi tutaiendeleza kama tulivyo kuwa tunaelekezwa. Waswahili walisema, ukitaka kuruka agana na nyonga. Maarifa haya kwa jamii hii ni mbegu ya matokeo chanya iliyopandwa, lakini matokeo ya kitakachomea yatategemea hasa kuzingatia ama kupuuza ujumbe wa elimu hii.